Wakati wa Tanzania wakielekea kupiga kura Jumatano hii, hali ya kisiasa nchini humo inaonekana kuwa si ya ushindani mkali kama ilivyotarajiwa, bali ni kama sherehe ya kutawazwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan, mwanamke wa kwanza kuongoza taifa hilo tangu uhuru wake. Kwa mara ya kwanza katika historia ya uchaguzi wa vyama vingi nchini Tanzania, upinzani mkubwa hauruhusiwi kushiriki kikamilifu, hali inayoacha wengi wakihisi kwamba matokeo tayari yameandikwa kabla ya kura kupigwa. Rais Samia mwenye umri wa miaka 65 alipanda madarakani mwaka 2021 kufuatia kifo cha ghafla cha mtangulizi wake John Pombe Magufuli. Magufuli alijulikana kwa msimamo wake mkali dhidi ya ufisadi na ukakamavu wa utendaji, lakini pia alikosolewa kwa ukandamizaji wa upinzani na mtazamo wake tata kuhusu janga la COVID-19. Samia, aliyekuwa makamu wake, alionekana mwanzo kama pumzi mpya kwa taifa, mwenye upole, mazungumzo na sera za maridhiano. Alianzisha mpango wa 4Rs: reconciliation kwa maana ya maridhiano, resilience kwa maana ya ustahimilivu, reform kwa maana ya mabadiliko, na rebuilding kwa maana ya ujenzi mpya uliolenga kufungua tena taifa kwa wawekezaji wa kigeni na kurejesha uhusiano na taasisi za kimataifa kama IMF na Benki ya Dunia, World Bank. Kwa muda mfupi, Tanzania ikarejea katika majukwaa ya kidiplomasia na uwekezaji. Hata hivyo, hali imebadilika kwa kasi katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Wakosoaji wanasema serikali ya Samia sasa imekuwa na mkono mgumu kuliko ule wa Magufuli, huku matukio ya kutekwa, kuuawa kwa wakosoaji wa serikali na kukamatwa kwa viongozi wa upinzani yakizidi kuripotiwa. Ripoti ya Freedom House, shirika la Marekani linalochambua uhuru wa demokrasia, lilipandisha bendera nyekundu Tanzania kutoka hadhi ya partly free mwaka 2020 hadi not free mwaka 2024. Tume ya uchaguzi imeidhinisha wagombea 17, lakini chama kikuu cha upinzani Chadema hakikuruhusiwa kushiriki. Kiongozi wake Tundu Lissu anashtakiwa kwa kosa la uhaini baada ya kupigia debe mageuzi ya uchaguzi. Naibu wake John Heche naye alikamatwa wiki iliyopita. Watu wawili wameeleza kwa mageuzi yaliyotangazwa na Rais Samia ni ahadi za uongo, kwani licha ya kuruhusu mikutano ya kisiasa, upinzani bado hauwezi kufanya kazi yake ipasavyo. Mpinzani mwingine mashuhuri, Luhana Mpina wa chama cha ACT Wazalendo, amezuia kugombea mara mbili licha ya kupata ushindi mahakamani. Hii imeacha vyama vidogo kama CUF na Chauma peke yake ambavyo havina uzito wa kuibadilisha CCM madarakani. Hali hii imesababisha kukata tamaa miongoni mwa wapiga kura. Kwa upande wa Zanzibar, ambako uchaguzi wa rais wa eneo unafanyika sambamba, hali ni tofauti kidogo ukilinganisha na Tanzania bara. Kampeni ni za moto kati ya Hussein Mwinyi kutoka CCM na Othman Sudi kutoka ACT Wazalendo. Hii ni sehemu pekee ambako demokrasia inaonekana kushamiri. Kwa jina la utani, Rais Samia anajulikana kama Mama Samia, ishara ya upole, uadilifu na utulivu. Akiwa kwenye mikutano yake ya kampeni, amekuwa akiahidi kuboresha afya, elimu na miundombinu. Wanawake wengi mashinani wanamuona kama mfano wa kuigwa, lakini baadhi ya vijana wa mijini wanaona taswira hiyo kama ya kisiasa tu. Tanzania ni jamii yenye mfumo wa uongozi wa kiume kwa muda mrefu, jambo ambalo linamfanya Rais Samia kujitahidi kuonesha mamlaka yake. Ameanza kuwa mkali zaidi katika hotuba zake, akiwakumbusha wananchi kwamba yeye ndiye kamanda mkuu wa vikosi vya ulinzi. Ndani ya chama chake cha CCM, wapo wanaodai kwamba hakupaswa kuwa mgombea pekee bila ushindani. Humphrey Polepole, mwanachama mkongwe aliyekosoa mchakato huo, aliripotiwa kutekwa katika mazingira ya kutatanisha. Kwa mujibu wa wachambuzi, hali hii inaonyesha chama tawala kimedhibiti vyombo vya dola, huku mtandao wa wafanyabiashara na wanasiasa wenye ushawishi unaofahamika kama mtandao ukiaminika kuwa na nguvu kubwa serikalini kuliko hata rais mwenyewe. Ukweli mchungu ni kwamba Tanzania ya leo inaishi katika woga wa kimya. Vyombo vya habari vinajizuia kuchapisha ukosoaji, mijadala ya kisiasa imehamia kwenye mitandao ya kijamii, na vijana wengi wanajihisi hawana sauti. Wachambuzi wanaonya kuwa ikiwa hali hii itaendelea, Tanzania inaweza kuingia katika mtego wa demokrasia tupu kwa jina, ambapo uchaguzi unafanyika lakini mwelekeo wa matokeo unajulikana mapema. Wakati Rais Samia Suluhu Hassan akielekea kupata ushindi wa kwanza wa kibinafsi tangu atwae madaraka, wananchi wengi wanabaki na swali moja tu: je, ushindi huu ni ishara ya uimarishaji wa amani au mwanzo wa enzi mpya ya ukimya wa kisiasa? Kwa sasa, macho ya dunia yote yako Tanzania, ikingoja kuona kama historia ya mwanamke wa kwanza kuwa rais wa taifa hilo itakuwa hadithi ya mafanikio ya kidemokrasia au simulizi nyingine ya mamlaka iliyojikita kwenye hofu na udhibiti.